السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donald Trump ambaye ni raisi wa 47 wa United States of America, ambayo ndiyo dola nambari 1 inaoongoza ulimwengu na ndiyo dola ya kusema katika international arena. Raisi huyu alizuru eneo la Mashariki ya Kati, Asharqul Awsat, eneo ambalo kijiografia la jumuisha bara Arabu na hukusanywa kisiasa na nchi kama Uturuki, Iran na biladi zote za Kiislamu. Eneo hili Marekani aliangalia kwa jicho tofauti, na determining factors ni kama zifuatazo. Kwanza, Uislamu ambao ndio mfumo pekee unaweza kureplace mfumo wa kibepari, mfumo wa kidhulma, mfumo fisadi, mfumo ambao aibu zake ni tele kwa wanadamu kuziona. Walimwengu lau wangeuona Uislamu kwa sura yake halisi kama mfumo wa kimaisha unaompangia mwanadamu mahusiano yake na Mola wake na uniitikadi na ibadati, mwanadamu na nafsi yake, vilaji, vinywaji na mavazi, mwanadamu na mwanadamu mwenzake katika muamala wake kiuchumi, kijamii na kadhalika. Fakta ya pili ni al-mawqi' al-istrategi. Eneo la Mashariki ya Kati lipo strategically katika ulimwengu, waathiri mapitio ya bidhaa katika maeneo yote ya dunia. Ndio maana Marekani ametenga jeshi maalumu na utawala maalumu wa jeshi hilo kama CENTCOM. 3, Kiana Yahud. Umbile hili geni lomezwa katika mwili wa umma wetu kama saratani inaozuia umoja wa umma, na ni sababu kuu ya kuwagawanya umma, na ni line defense ya kwanza ya magharibi kuhakikisha kwa Uislamu hauregei tena. 4, an-nift, mafuta ambao ndio inaosukuma uchumi wa kiraslimali leo. Ndiyo, mafuta hupatikana katika maeneo mengine, lakini si kwa idadi kubwa kama vile inavyokuwa pumped na eneo hili chini ya mwavuli wa OPEC. Msikizaji mpendwa, katika ziara hii ya siku 4 iliyoanza tangu tarehe 13 mwezi Mei 2025 hadi tarehe 16 Mei 2025, ambao ndio first major international trip, ziara kuu ya kwanza ya kimataifa ya Rais Trump katika ziara hii alitembelea Saudi Arabia, Qatar na United Arab Emirates, huku akisuhubiana na delegation kutoka kwa chama cha Republican pamoja na several business chief executive, akiwemo senior advisor Elon Musk. Trump alipokelewa mapokezi rasmi, red carpet, mapokezi makubwa ya kukatana shoka. Aliandaliwa gwaride la heshima lilojumuisha si tu wanajeshi bali farasi na ngamia. Alipokelewa kwa nyimbo na nderemo, huku wanawake wakirusha nyele zao mbele yake. Pia alipewa zawadi kochokocho kama luxury jet aina ya Boeing 747 aliyopewa na Qatar, ambao kima chake ni worth US dollars 400 million. Twaweza kusummarize mapokezi hayo kama vile gazeti la New York Times lilivyoripoti na nukuu: President Trump's trip, during which he received opulent welcome in wealthy Gulf capital. Mapokezi ya kifahari katika miji mikuu mitatu ya Guba, nao ni Riyadh ambao ndio mji mkuu wa Saudia, Ad-Dauha mji mkuu wa Qatar, na Abu Dhabi mji mkuu wa UAE. Malengo ya ziara ya Trump Middle East
Mashariki ya Kati ni kama yafuatayo. Kwanza, showing off his leadership power, kujionesha nguvu za uongozi wake kama raisi wa 47 wa Marekani aliyewazidi predecessor wake waliomtangulia. Ni muhimu kutambua personality ya Trump. Musabun bijununi al-azama, au maradhi ya ukubwa. Ataka kuwasawaza vibaraka vyake katika Mashariki ya Kati kuwa yeye sahibul qudurati al-khurafia, kiongozi aliyo na nguvu zisizokuwa za kawaida. Haya aliyadhihirisha mwenyewe kwa kutamka kwa maneno yake, na nanukuu, his administration accomplished more in 4 days than former President Joe Biden's administration accomplished in 4 years. Asema idara yake imeweza kutimiza na kufanikisha mambo mengi zaidi kwa siku 4 tu kuliko idara ya rais wa zamani Joe Biden alivyotimiza kwa miaka 4. Vibaraka wake wanautawala Middle East financially. Hii ni al-ibtizaz, na hili ni kupitia kuwapa taswira kuwa kukalia kwao viti vya ufalme na utawala ni kupitia American protection. Yeye hakiri wala hakubali anna wujuda haulai al-hukam huwa ni'matun li Amerika. Kuwepo watawala hawa vibaraka ni neema kwa Marekani. Imeweza kupitia utawala wao wa kidhulma kummakinisha bepari kupora mali ghafi ya umma, na ni nikmatun ala shu'ub, na ni laana kwa umma kupitia kukandamiza kwao sauti ya haki na Uislamu. Ushahidi wa namna Trump anavyo blackmail watawala hawa vibaraka ni pale aliposema, na nukuu, kuhusu ziara yake ya Saudi Arabia, that he would consider repeating this arrangement but put a price tag of 500 billion for the visit. Asema atazingatia katika ziara hii ya awamu yake ya pili ya uraisi yale aliyoyafanya katika awamu yake ya mwanzo 2017 alipozuru Saudi Arabia. Nao ni aliweka bei. Ziara hii ya pili aliweka kima maalumu, nao ni US dollars 500 billion. Kisha akasema hii ziada ilozidi 2017 ambayo aliweka price tag ya 450 billion, asema ni kwa sababu ya inflation. Angalia mahusiano yake na vibaraka hawa. Ni mahusiano ya master servant relationship. Kwake yeye ziara hii ni tumo. Wao kwake yeye ni kama ng'ombe waliojaa maziwa wastahili kukamuliwa. Katika ziara hii Trump aliweza kuwa blackmail vibaraka hawa kwa viwango vya juu zaidi. Katika stopover yake ya kwanza, nao ni Riyadh, Saudi Arabia, aliweza kufunga the largest defense deal in history. Nao ni agreement ya mauzo ya silaha kutoka kwa viwanda vya kutengeneza silaha vya Marekani kwa kima cha bilioni 142 dola. Kwa jumla kiwango aloweza kukipata Saudi Arabia ni 600 billion dollars, na kiwango hichi kwa muda chatarajiwa kitazidi. Stopover ya pili ni Ad-Dauha, Qatar. Aliweza kufunga deal ya largest order in history katika kampuni ya Boeing. Nao ni mauzo ya ndege 210 pamoja na economic commitment nyinginezo. In total aloweza kupata Qatar ni 1.2 trillion dollars, pamoja na ile zawadi ya ndege tulioeleza ambao ni worth 400 million US dollars. Stopover yake ya mwisho ni UAE. Deal aloifunga huko ni kusupply Nvidia chips kila mwaka 500,000. Chips hizi zahusiana na AI, artificial intelligence, pamoja na dili nyingine totaling 1.4 trillion dollars. Ukizijumlisha hizo pamoja na zawadi nyinginezo, utaona takriban kwa ziara hii ya siku 4 alikusanya takriban US trillion dollars 4. Hivi ndivyo ilivyokuwa ziara ya Middle East
ya adui wa Mwenyezi Mungu na adui wa Waislamu Donald Trump. Ziara ya kublackmail vibaraka wake na kupora mali ya umma ili kufufua na kutia nguvu uchumi wa nchi yake. Hii ndiyo kazi ya kwanza ya pesa hizi alizo blackmail. Kazi ya pili ya pesa hizi ni kufund vita vyake dhidi ya Uislamu na Waislamu na kuendelea kumsupply mwanaharamu wake Israel kwa pesa na silaha katika mashambulizi yake ya kinyama Gaza na kwengineko kama Syria, Lebanon na Yemen. Badala ya vibaraka hawa wanaotawala Middle East kuwanusuru ndugu zetu Gaza na kuwasaidia katika hali hii ngumu wanaopitia, wakitouliwa kwa risasi na mabomu ya Mayahudi, basi watakufa njaa kwa kukosa chakula. Ikiwa hili hawaliwezi, bali halitarajiwi hata kuwa katika ajenda yao kuwa wamelizungumza, basi hata hawaoni haya angalau kuwahadaa watu na kuwafunga mato kuwa wamemwambia Trump ashinikize Israel isimamishe vita. Ndugu zangu Waislamu, vibaraka hawa ndiyo sababu ya umma wetu kutwezwa na kudhalilishwa, kwa sababu wao ndiyo adatul gharb, ni western tool fil haymanati wasaytarati fi biladina wa muqaddaratina. Wao ndiyo chombo cha magharibi kutudominate na kucontrol biladi zetu na muqaddarati zetu na vipaji vetu. Wao ndiyo swamamul aman kwa Mayahudi, ndiyo safety valve kwa umbile hili linalochukiza, saratani inostahili kuondolewa kutoka katika mwili wa umma. Ikiwa umma hawataondoa mamlakani vibaraka hawa na kusimamisha al-khilafatu rashida ala minhaji nubuwa, umma utabaki katika hali hii ya kutwezwa na kudhalilishwa. Na tamatisha mada yangu hii kwa kuombea ndugu zetu Gaza na Palestina kwa jumla. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanusuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaangamize Mayahudi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala simamishe bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah wa sallallahu wa sallama على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأبطال فيك أشاوس باع النفوس لخالق الأكوان يا غزة الأحرار.